nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako. Kaja yule aliyepokea talanta moja akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mkuu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa nikaenda. Jina la Bwana libarikiwe. Lugha iliyotumika kwenye Biblia ya talanta. Lugha iliyotumika kwenye Biblia ya talanta, ukienda kwenye tafsiri za vitabu na maandiko mbalimbali, inamaanisha vipawa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Inamaanisha vipawa, na Biblia inaeleza kwamba huyu mtu alikuwa na mali zake, fedha zake, na alikuwa na watumwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tafakari kidogo, ambao aliondoka wamefanya kazi kama watumwa. Jina la Bwana libarikiwe. Na kama alikaa kwa muda mrefu, manake aliwafahamu na aliwajua vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana unataka kuelewa, Biblia inasema kwamba aliwapa kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Manake alijua uwezo wa kila mtu, kwamba huyu ni mashine ya kazi, huyu anafanya kazi vizuri kiasi, lakini huyu bado kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiria nikichanganya yule aliyepewa moja angepewa tano, manake yule bosi, yule bwana amepata hasara kubwa. Sijui kama unaelewa wapi tafakari kitu cha namna hiyo, kwamba yule aliyepewa moja akaenda akaifikia, manake angepewa tano angeenda kufikia talanta tano. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa huyu bwana, Biblia inasema kwamba akakaa muda mrefu, miaka mingi. Baada ya miaka mingi akarudi kutaka usiku. Na mimi ndipo nataka tuzungumze vizuri kama watumishi wa Mungu, kwamba jinsi tulivyo tutadaiwa, yaani hivyo ulivyo. Na bahati mbaya, saa ingine Mungu atusaidie, miaka hii tuliyo nayo, kuna aina ya mafundisho ya wokovu haitusaidii sana, hata kama hatujui kama haitusaidii. Bwana asifiwe. Kwa kawaida tunaokoka si tu ili twende mbinguni. Ajenda ya kuokoka sio twende mbinguni peke yake. Sawa, twende mbinguni, lakini angalia wale wanafunzi wa Yesu Kristo, anawaambia kaendeni mbinguni. Manake aliwapa maji, mtawafanya mataifa kuwa wanafunzi wao. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wenzangu, kama umeshaokoka, Mungu anataka kwanza, unapookoka lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Ukijazwa Roho Mtakatifu, Mungu anawekeza vipawa na huduma mbalimbali kwako. Hakuna mtu ambaye hana kitu, hayupo.
mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Chungaji haisemi asiyefanya kazi, haisemi ambaye anafanya kazi, inasema afanyaye, lakini kosa lake ni kufanya kwa, sio kwamba anafanya. Unaelewa? Sio kwamba anafanya. Mama, unaweza kufanya kazi ya Mungu, lakini ukifanya chini ya kiwango bado unapata laana. Jina la Bwana libarikiwe. Kunayo sababu ya kukaa na kujipima kwamba toka nimeokoka ninafanya kazi ya Mungu kwa kiwango gani? Maana kiwango changu cha kutumikia uaminifu wangu na kumtumikia Mungu, inawezekana kinachoendelea kwangu ni baraka au laana. Kwa hiyo kuna laana mtu anaweza akaipata si atafanya, ila amefanya chini ya kiwango. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Nataka tuzungumze kwenye faida. Mungu anapotupa vipawa ili tustawi, ili tuongezeke, ili atuongeze, anaangalia uaminifu wetu kwenye kuvitumia vile vipawa alivyoweka ndani.